Hujambo na nikukaribishe mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, mimi ni Adam Hussein, na moja kati ya makala tuliyokuwa nayo ambayo pia ipo katika tovuti ya shirika la habari la Urusi la RT kwa maana ya Russia Today, inaeleza namna ambavyo Iran inauonyesha ulimwengu mipaka ya mamlaka ya Marekani. Licha ya matumaini yaliyoonyeshwa katika baadhi ya maeneo, itakuwa ni mapema kutangaza kwamba kampeni ya kijeshi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran tayari imekwama, au kwamba mgogoro huo utatatuliwa hivi karibuni kupitia upatanishi wa kimataifa. Hali bado ni tete na udhibiti wa taifa la Iran bado unajaribiwa. Bado hata katika hatua hii ya awali, mzozo huo unazua maswali ya kina kuhusu jukumu ambalo Marekani itachukua katika siasa za dunia mara tu jaribio lake la hivi punde la kurejesha utawala wa kimataifa litakapokamilika. Marekani haiko karibu kutoweka katika masuala ya kimataifa. Matukio ya kuanguka kwa Marekani ni ya ulimwengu wa fantasia. Kwa Urusi, Uchina, India na mataifa mengine makubwa, swali la kweli sio ikiwa Amerika itasalia kuwa mwagizaji mkuu katika siasa za kimataifa, lakini jinsi itakavyolingana na mpangilio wa kimataifa unaoendelea. Kwa Urusi haswa, suala hili hubeba umuhimu maalum. Marekani inasalia kuwa sehemu yenye nguvu zaidi ya ulimwengu wa Magharibi, ambayo Urusi imedumisha uhusiano wa kihistoria ambao ni wa karibu na mzozo mara moja. Jiografia na historia huhakikisha kuwa hesabu zetu za kimkakati zitazingatia kila wakati ule ya Magharibi na Marekani. Kwa hivyo Urusi lazima ifikirie kwa makini kuhusu jinsi Marekani inaweza kujumuishwa katika usawa wa siku zijazo wa mamlaka ambayo hutumia maslahi yao ya muda mrefu. Matukio yanayozunguka shambulizi la majuzi dhidi ya Iran yanaweza kuwa alama muhimu ya mabadiliko. Yamefichua mipaka ya mamlaka ya Marekani katika ulimwengu ambao hauko tayari au uwezo wa kukubali uongozi wa upande mmoja, yaani kile ambacho Marekani inataka kufanya popote pale. Bado haijafahamika ni namna gani Iran itastahamili shinikizo endelevu la kijeshi, na kiwango gani cha usaidizi itapokea kutoka kwa washirika wa nje, na ni muda gani Washington yenyewe iko tayari kuendeleza kampeni ambayo inaonekana bado haijafikia matarajio yake ya awali, licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake waziri mkuu Netanyahu wa Israel wanauaminisha ulimwengu kwamba wamefanya jambo zito mno ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump siku za hivi karibuni alidai kusema kwamba hawana pa kushambulia nchini Iran, wakimaanisha kwamba wameharibu kila kitu nchini humo, jambo ambalo halina uhalisia kulingana na uhalisia wa mambo na jinsi ambavyo baadhi ya waandishi wa habari wanaielezea Iran ilivyo wakati huu na mashambulizi ambayo Marekani na Israel wameyafanya. Jambo hili limekuja kubadilika ambapo rais wa Marekani Donald Trump na hata waziri mkuu Benjamin Netanyahu wamekuja kuahidi kwamba watakuwa wakifanya mashambulizi endelevu ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Maana yake ni kwamba mpango wa kile ambacho walitaka kuiaminisha dunia ni Marekani kutaka kuikimbia vita hivi, jambo ambalo linathibitisha kwamba Iran sasa imeonyesha uthabiti wa namna ya kuipunguza nguvu Marekani katika ulimwengu. Uongozi wa Israel unaonekana kudhamiria kusonga mbele hadi mwisho, ukisema kwamba watapambana mpaka tone la mwisho, mpaka wauondoe utawala wa Iran uliopo madarakani wakati huu baada ya kufa kwa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Kinyume chake, Donald Trump na wanachama wa utawala wake wanaonekana kushangazwa zaidi na ujasiri usiotarajiwa wa taifa la Iran. Wakati huo washirika wengi wa Amerika wanaonekana kuwa na wasiwasi juu ya matokeo ya mzozo huo. Labda muhimu zaidi, vita tayari vina athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Shinikizo hili la kiuchumi linasaidia kueleza ni kwa nini uvumi unaoenea kwamba Washington inaweza kuwatafuta kimya kimya wapatanishi wenye uwezo wa kufungua mazungumzo na Tehran. Katika mazingira haya ya msukosuko, Urusi imeonyesha kuunga mkono watu wa serikali ya Iran ambayo inawaona kama wahasiriwa wa shambulizi lililosababishwa. Wakati huo huo, Moscow lazima ifuate sera zinazolingana na maslahi yake ya kimkakati. Kama moja ya mataifa makubwa ya kijeshi duniani, Urusi inahusika zaidi na usawa wa ujumla kwa mamlaka katika mfumo wa kimataifa na nafasi yake pekee ya kihistoria iliyochukuliwa ndani ya mfumo huo na Marekani. Ili kuelewa msimamo huu, mtu anaweza kutumia mlinganisho wa matibabu. Marekani inafanana na neoplasm ndani ya chombo cha kisiasa duniani. Walakini tofauti na dawa, uwepo wa tumo kama hiyo sio lazima kuharibu mfumo mzima. Badala yake inakuwa imeunganishwa katika maendeleo ya viumbe kuchukua jukumu maalum.
Msimamo wa ajabu uliofikiwa na Marekani katika nusu ya pili ya karne ya 20 haukuwa tu matokeo ya ubora wa kupindukia, ilikuwa pia matokeo ya hali maalum za kihistoria. Ulaya Magharibi ilikuwa imeharibiwa na vita, China ilikuwa katika hali ya msukosuko wa ndani, na Urusi ya Kisovieti ilikuwa imejitenga kwa sehemu kubwa na sehemu nyingine za dunia wakati wa majaribio yake ya kikomunisti na ilishaanguka. Masharti haya yaliruhusu Marekani kuchukua nafasi ya uongozi kwa ujasiri wa ajabu baada ya vita vya pili vya dunia. Lakini kadri siku zilivyozidi kusonga, ni China ambayo ilikuwa na uchumi mkubwa ilikuja kujenga uchumi mkubwa ndani ya taifa lake, lakini pia ikionekana kwamba ilikuwa na uwezo wa kuweza kupambana vilivyo na Marekani. Hata hivyo, ni Urusi iliyojipanga upya chini ya viongozi mbalimbali kujijenga kijeshi na kiuchumi na kuimarisha hali zote, na kwamba ni wakati ambapo Marekani sasa ikapata ushindani. Ni wakati ambapo baadhi ya viongozi wakaonekana hawakufanya kazi ipasavyo. Ni rais wa Marekani wa sasa Donald Trump aliyekuja na sera ya kuifanya Marekani kuwa kubwa tena, huku akianzisha migogoro ya kuweza kuifanya Marekani kuwa kubwa tena kwa kuiba mafuta na kufanya kila hila alizoweza. Lakini sasa kwa upande wa Iran anakutana na kisiki cha mpingo, anakutana na hali ambayo hakuitarajia. Alidhani kumuua Ayatollah Al-Khamenei kungeweza kusababisha kuanguka kwa Iran kama alivyofanya huko Venezuela kumteka Nicolas Maduro, ambapo wakati huu ana hakika ana uwezo wa kuteka mafuta yaliyopo Venezuela na kufanya biashara hiyo kwa ukubwa anavyotaka, na ana imani anaweza kuyaangusha mataifa mengine kama ya Cuba. Lakini hali inazidi kuwa mbaya, hasa linapokuja suala la Iran. Wakati huu ameanzisha vita hivi nchini Iran akishirikiana na Israel, ambayo mwanzoni ilisema haina uwezo wa kivita wa kupambana na Iran, lakini akaijaza silaha na hatimaye kuingia pamoja vitani. Lakini wakati huu anatamani kujitoa taratibu, jambo ambalo Mossad pamoja na mamlaka nchini humo zinamkosoa kwamba hapaswi kuondoka vitani, lazima hakikishe vita hivyo vinaisha na malengo yatimie. Lakini kutimia kwa malengo hayo ndiyo ugumu. Mtazamaji, bila shaka nawe una kile ulichokipata. Una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.